Kwa tunapotoka katika tabu au katika shida, tunapotoka kwenye magumu, kwenye mateso, tunapoingia kwenye raha, Mungu anataka mioyo yetu ikaseme ni Mungu amefanyaje? Mungu ametutokea. Haleluya. Na jioni leo natamani Mungu akakutokee. Natamani Mungu akabadilishe mifumo ya maisha yako. Natamani Mungu akajiinue kwenye maisha yako, na moyo wako ukawaambia watu wa magharibi, jamani, Mungu amesaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wakati Musa akiwa anaendelea kulichunga ukundi, maandiko yanasema wakati analichunga ile ukundi, kuna ndugu zake wale wana wa Israeli walikuwa wametekwa na Farao. Wametekwa, wako matekani, wanafanyishwa kazi nzito isiyokuwa na mshahara, wanafanyishwa kazi nzito isiyokuwa na malipo. Biblia inasema watu hawa walikuwa wanateseka kwa mateso makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile leo unavyoteseka kwenye biashara haiendi, kama vile leo unavyoteseka kwenye mahusiano hayakupi furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama vile leo tunapohangaika na mambo mengi hayaleti matokeo mazuri, hayaendi kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga. Kila mmoja ana mambo anatamani kuyafanya, kila mmoja na mipango anatamani kufika sehemu, akawaambia na ndugu zake kwamba Mungu amenisaidia. Haleluya. Biblia inasema wakati watu hao wakiwa kule kwenye mateso, wakiwa wanaendelea kutumikishwa na Farao, wanafanya makazi magumu, wana wa Israeli wengi wanalia, wengine wanakufa kwa njaa kali, wengine wanakufa kwa kupigwa, wanakufa kwa magonjwa, lakini Farao hakuwahi kuwaonea huruma watu hawa. Na sio kwamba Mungu alikuwa hajaona mateso ya wale ndugu wakati wakiwa kule kwenye mateso. Mungu alikuwa anawaona. Mungu alikuwa anaona namna ambavyo watu wanakufa. Mungu alikuwa anaona namna ambavyo watu wanatamani kutoka kwenye mikono ya Farao, lakini hawawezi kwa sababu Farao alikuwa na nguvu kuliko wao. Wamewashika, wamewakalisha, wanatamani kutoka lakini hawana namna kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitakuwa najifunza katika Biblia, katika neno hili, na ndio maana nikaona nguvu ya kutamani nikushirikisha au niseme kwako leo ya kwamba iko namna ambayo Mungu anataka kuitimiza kwenye maisha yako. Anataka kutokea kwenye maisha yako. Alafu watu wakasema, jamani, Mungu amemtokea mwanamke huyu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio kwamba kuyaona mateso yale, Mungu aliyaona. Sio kwamba hajaona changamoto unayopitia, Mungu ameiona. Sio kwamba hajasikia machozi yako, Mungu anasikia. Sio kwamba hajaona mawazo yako unavyotamani kanisa lifike kwenye level fulani, anatamani. Ndio maana Mungu akamtumia Musa, akamtokea Musa. Wakati Musa akiwa anaendelea kuwaza kwa habari ya ndugu zake wakiwa kule utumwani, anawaza namna gani watatoka kwenye mikono ya wale ndugu, namna gani watatoka kwenye hivyo vifungo walivyonavyo, namna gani watapona wale watu wangu walioko kule kwenye mateso makali. Anawaza akiwa akilichunga lile kundi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akasema, Biblia inasema akamwagiza malaika, akamtuma malaika amtokee Musa katika mwali wa moto, ili Mungu aweze kusema naye. Mungu kabla hajasema naye, kuna ishara itakuja ndani yako. Alafu moyo wako utasema, kwa nini jambo hili limekuwa hivi? Unaanza kutafakari kwa kina. Alafu moyo wako utasema kama Musa alivyosema, alivyotazama kijiti kile kinawaka moto na kiteketei. Kwake ulikuwa ni mshangao. Kumbe ule mshangao ulikuwa ni Mungu anamtaka Musa moyo wake useme, leo nataka nijoke. Alafu nitakapojoka katika moyo wangu, alafu Mungu ataingia ndani yake, ndipo ataanza kusema naye. Kama vile Mungu alivyosema na Musa, baada ya Mungu kuangalia moyo wa Musa, na Musa amesema kwamba nitajeuka niyaone maono haya makubwa. Kwa nini hiki kichaka kinawaka alafu hakiteketei? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Musa akasema nitajeuka, akasema kwa kinywa chake nitageuka. Wakati anatamka kwa kinywa chake, Mungu haikumpa shida, wala Mungu haikumsitua. Lakini Biblia inasema Mungu akaangalia kwenye moyo wa Musa. Musa akarudi tena kwa mara nyingine. Nani sasa? Anasema leo nitajeuka niyaone haya maono makubwa. Kwa nini hiki kichaka kinawaka alafu akiteketei?
Biblia inasema Mungu alipotazama ndani ya moyo wa Musa na moyo wa Musa umeamua kugeuka, hapo ndipo Mungu alipoanza kuzungumza na Musa kwa habari ya mateso ya ndugu zake walioko kule Misri. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, kuna wakati unatamani kusikia sauti ya Mungu ikisema na maisha yako, ikisema kwenye ndoa yako, ikaseme kwenye biashara, ikaseme kwa watoto wako, ikaseme kwenye mipango yako. Unachotakiwa kujifanya cha kwanza, Mungu anaangalia moyo wako kama umegeuka sawa sawa. Ukigeuka sawa sawa, Mungu atakuita kutoka katikati ya hayo mateso. Ukigeuka sawa sawa, Mungu atakuita kutoka katikati ya hayo magumu. Atakapokuita ataanza kukupa maelekezo kama vile Musa alivyopokea maelekezo kwa Mungu baada ya kugeuka. Musa hakujua namna gani wale watu watatoka kwenye mikono ya Farao, lakini alipogeuka Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kichaka. Mungu akamwita Musa, anaanza kusema na Musa ya kwamba, Musa mwanangu, vua viatu vyako, maana mahali unapopakaribia ni mahala patakatifu. Nataka niseme na wewe leo. Mungu anamwambia Musa, nataka nizungumza na wewe leo. Mimi ndiye Bwana. Anajitambulisha kwa Musa ya kwamba mimi ndiye Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Leo nimeshuka ili nipate kuokoa watu, maana nimeona mateso yao, nimeona vilio vyao, nimeona namna ambavyo wanalia, nimeona namna ambavyo wanateseka, nimeona namna ambavyo wanahangaika. Anamwambia leo nimeshuka ili nipate kuwaponya hao watu, leo nimeshuka ili nipate kuwainua. Nataka nikwambia mtu wa Mungu, usiangalie wangapi, usiangalie nani anafanya nini. Unachotakiwa kufanya ni wewe kusimama sawa sawa na Mungu, kusemea sawa sawa na Mungu, kusema sawa sawa na Mungu, kuabudu sawa sawa na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo utakapomwona Bwana. Nataka nikwambie leo, Mungu yuko tayari kuwatokea watu, lakini watu hawajawa tayari kumgeukia Mungu. Na Mungu asemi na watu wasiogeuka, anasema na watu waliogeuka, anasema na watu walioamua kumtaka Mungu na nguvu zake. Amen. Hallelujah. Amen. Nikwambia mtu wa Mungu kitu. Musa kama angelikuwa anaendelea kushangaa, mchungaji wangu mzuri, anaendelea kukishangaa kile kichaka tu, kukishangaa kama mpumbavu fulani, mdinga fulani, mshamba fulani wa kushangaa. Anashangaa kwa nini kichaka kinawaka, alafu akiteketea. Yeye anashangaa tu basi, alafu akitoka hapo aende kasimulie kule. Mungu asingesema naye. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu alisema na Musa kwa sababu Musa alisema kwenye moyo wake, nitajeuka niyaone haya maono makubwa. Kwa nini kichaka hiki na kijiti hiki kinawaka alafu akiteketea? Nataka nigeuke niangalie vizuri ili Mungu aseme na mimi. Anataka nigeuke. Haleluya. Amen. Ili Mungu aseme na wewe vizuri, akutokee, akuinue, mifumo yako ibadilike, mambo yakae sawa sawa. Lazima ugeuke kwanza, umgeukie Mungu. Unapomgeukia Mungu, Mungu atasema na wewe. Amina. Mungu aseme na watu wanaoshangaa. Mungu anasema na watu waliogeuka. Mungu aseme na watu walioshangaa. Anasema na watu wanaoamua kusogea kwenda mbele, kwenda kumsogelea Mungu. Huyo Mungu atakaribia na atasema nao. Amen. Katika jambo unalolipitia, mimi siwezi kujua, baba yangu hapa hawezi kujua ni nini unapitia. Haleluya. Amen. Hawezi kujua. Mengine Mungu atamfunulia, atayaona, atakwambia, mwanangu ninaona hili, lakini sio kila kitu ambacho Mungu atamfunua ndani yake. Mengine wewe mwenyewe unatakiwa kwenda kwa baba yako kumweleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inawezekana unalia, unapita kwenye msoto kwa muda mrefu, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya kazi, kwa habari ya masomo, kwa habari ya biashara. Hicho nacho ni kichaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unateseka kwa muda mrefu, umeomba sawa, majibu hayajatokea. Yawezekana na sadaka ulitoa kwa habari ya jambo hili lifike mwisho, lakini hujaona majibu. Hicho nacho ni kichaka. Nataka nikwambie, hata kama kuna ugonjwa kwa siri, hata kama kuna lolote ambalo daktari akasema halitowezekana, wewe mwanangu, hili sio la kupona, wewe kaa tu subiri. Lakini baba anasema hicho ni kichaka, hakitokufanya kuangamia. Hata kama kuna HIV, hata kama kuna kansa, hata kama kuna sukari, hata kama kuna chochote utumbo umekatia,
katika hilo, hicho ni kichaka, wala hakitokuteketeza na hautokufa kwa ugonjwa huo. Ila Mungu anataka kwamba kupitia kichaka hicho, anataka ugeuke sawasawa, umgeukie Mungu ili Mungu afanye kitu ndani yako. Nataka nikwambie kwamba leo Mungu akikugeukia wewe, ukimgeukia Mungu, Mungu atakugeukia. Atakapokugeukia, uzima utakugeukia. Atakapokugeukia, baraka zitakuja kwako. Atakapokugeukia, mizimu itakimbia. Atakapokugeukia, mwenza ataondoka. Akisha kugeukia, baraka zitatembea katikati yako. Jioni ya leo nataka nikukumbushe kwamba amua kugeuka sawa sawa. Mungu anaangalia kwenye moyo. Mungu anaangalia mavazi. Mungu anaangalia moyo ulio tayari. Na kwa bahati nzuri, mchungaji wangu anaweza kaona mwilini lakini asione rohoni. Mume wako anaweza kaona chochote kwenye maisha yako lakini hawezi kuona rohoni. Lakini Mungu wetu ni mzuri, anaangalia kwenye moyo. Haangalii umbile ulilonalo, haangalii fedha na mali ulizonazo, anaangalia moyo. Nataka nikwambie leo, kama Mungu angekuwa anaangalia mali, anaangalia pesa, anaangalia majumba, tajiri angekwenda mbinguni lakini masikini angeshuka kuzimu. Lakini kwa kuwa Mungu anaangalia kwenye moyo, aliangalia moyo wa tajiri, akaona amejaza uganga, akaona amejaza amejaza mikafara, ameona amejaza anasa kwa sababu ya mali, kwa sababu ya pesa alizokuwa nazo. Alikuwa anafanya chochote alikuwa anataka kujifanya. Wakati mwingine inawezekana alikuwa anaua, anachinja, anatoa kafara. Ibada kwake ilikuwa ni dhambi. Lakini Mungu akamwangalia masikini, moyo wake umejaza ibada, moyo wake umejaza upendo, moyo wake umejaza furaha, moyo wake amejaza adabu, moyo wake umejaa kumwabudu Mungu. Biblia inasema Mungu alipoangalia ndani ya moyo wa masikini, ijapokuwa alipokufa alikwenda mbinguni. Ndio. Tajiri alipokufa alikwenda wapi? Motoni. Alikwenda motoni. Na ndio maana maandiko yanasema itakuwa ni rahisi sana ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kwenda juu mbinguni. Nataka niwaambie watu wa Mungu, kuna maisha baada ya maisha haya. Na katika yote ambayo tunapitia, sio kwamba Mungu anapenda kuona hayo tunapitia. Sio kwamba Mungu anapenda kuona tunateseka. Sio kwamba Mungu anapenda kuona watoto wanazaa nyumbani. Sio kwamba Mungu anapenda kuona unaozeka ukiwa bachela. Hapana, anataka ugeuke kwanza ili Mungu akugeukie katika hilo. Akikugeukia katika hilo, utakuta mambo yanaanza kukwenda vizuri. Mambo yanaanza kukusimamia sawa sawa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Baraka zipo na mafanikio yapo. Ndio. Ukimgeukia Mungu na Mungu akikugeukia, utaimba haleluya Bwana. Amen. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu wa mahali hapa, ambaye Mungu amekupa neema ibada ya siku ya leo ya Jumatano, kuwepo kwenye ibada ya Jumatano katikati ya wiki. Watu wengi wana ibada zile za liturujia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wana zile ibada wao Jumapili ndo ibada yangu mimi Jumapili. Katikati ya wiki hana sababu na ibada. Haleluya. Amen. Mungu akikaa ndani yako, wewe siku zote kwako itakuwa ni ibada. Amina. Roho Mungu akiingia kwenye maisha yako, moyo wako masaa 24 utakuwa na waza ibada. Amen. Haleluya. Amen. Utakapogeuka vizuri jioni ya leo, Mungu atakapokugeukia, kitu cha kwanza atakujaza nguvu ya Roho Mtakatifu. Amina. Ukishapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu wa kila kitu kwenye maisha yetu. Amen. Na ndio maana nasema Roho Mtakatifu ni msaidizi kwenye maisha yetu. Lakini kitu ambacho nataka nizungumzie sana, kwa sababu Bwana ameniweka hapa, ni kwa habari ya kugeuka. Hebu ndani ya moyo wako tafakari maisha yako ya wokovu, au mahusiano yako na Mungu yanaendaje? Mahusiano yako na Mungu yanaendaje? Mahusiano yako na Mungu yamekaje? Swali hili leo linakuja kwangu. Mahusiano yangu na Mungu yanaendaje, yamekaje? Mungu akichunguza connection yangu mimi na Mungu anaionaje? Yawezekana ndiyo sababu ya kufanikiwa kwenye maeneo mengi. Kuna sehemu hatujakaa sawa sawa. Mungu tulimgeuka kama vile wale watu wa awali walipomgeuka Mungu, mabaya yakaingia kwenye maisha yao. Mungu alipoambia wanangu, hili msilifanye mkafanya hili, wakaliacha hili ambalo Bwana alisema walifanye, wakafanya kile ambacho Mungu aliwaambia wasifanye. Wakamgeuka Mungu,
Mungu alipowageuka, mabaya yakaanza kuonekana, vifo vikaanza kujitokeza, usaliti ukaanza kujitokeza, magonjwa yakaanza kujitokeza. Hapo ndipo mapepo na mashetani yalipoanza kufanya kazi. Biblia inasema toka kitabu kile cha Mwanzo, anasema wakati Mungu anachungulia duniani, anaona watu kila mmoja analoliwaza ni baya ndani ya moyo wake. Kimwangalia huyo anawaza kuzini na mke mwenzie, kimwangalia yule anawaza kwenda kwa mganga wa kienyeji, akimwangalia yule anawaza kwenda kulewa, akimwangalia yule anawaza mabaya tu. Biblia inasema moyo wa Mungu likasirika, moyo wa Mungu liumia. Hawa watu nimewafanya kwa mfano wa sura yangu, na nimeweka duniani, nimewapa dunia ambayo mimi nimeifanya. Ambayo dunia ina fedha na dhahabu, dunia ina kila kitu ambacho mwanadamu atakihitaji, nimekifanya mimi Mungu, na nimekiweka katika ulimwengu ili hawa watu wakakitumie. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Lakini baada ya dhambi kuingia, baada ya watu kumgeuka Mungu, wakageukia mambo yao, wakageukia tamaa zao, Mungu akawageuka. Alipowageuka, mabaya yakaingia kwenye maisha yao. Amen. Sasa baada ya hayo, wale watu wangekuwa na ufahamu wa kurudi mbele za Mungu, wa kumgeukia Mungu kwa mara ya pili na kumwambia, Baba yangu, ninarudi kwako jioni ya leo, ninarudi kwako kwa mara nyingine. Ninaomba Mungu, ninatubu na ninaomba unisamehe, utusamehe mahali ambapo Bwana tumekosea. Baba, tunageuka kwako leo ili tupate neema ya kurejea, tupate neema ya kurudi kwenye mikono yako ili tupate kuwa salama. Na ndio maana mabaya yale hayakuisha kwenye maisha yao, na ndio maana tunatumikia mpaka hivyo leo, kwa sababu wale watu awali hawakuona thamani ya kurudi kwa baba yao, isipokuwa ndani mwao walianza kulaumu, huyu anamlaumu huyu ndiye aliyesababisha mimi nigeuke, huyu ndiye aliyesababisha mimi nifanye kile ambacho Mungu liniambia nisifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kama wangesema, Baba, tumekosea, tunaomba msamaha, tunatamani kurudi kwenye nafasi zetu, Mungu angewahurumia, wala vifo visingekuwepo, wala magonjwa yasingekuwepo, wala usaliti usingekuwepo. Upendo ungekaa pale pale. Lakini upendo uliharibika kwa sababu ya wale watu kuharibu upendo lao na Mungu, kufanya yale ambayo Mungu aliwaambia wasifanye, wakayafanya. Mungu akakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndivyo tunaporudi kwenye Biblia kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 5. Nimesoma pale vizuri kabisa tena, na baba yangu amenisaidia kwa habari ya kugeuka. Nazungumza kwa habari ya kugeuka. Peleleza ndani ya moyo wako uone umekaeje na Mungu. Peleleza ndani ya moyo wako mahusiano yako na Mungu yamekaeje. Mahusiano yasipokaa sawa sawa, mahusiano yasipokaa sawa sawa, hamwezi kwenda pamoja. Hatuwezi kwenda pamoja kama mahusiano yetu yasipokaa vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninajifunza hapa, hawa watu walipata faida kwa sababu ya mtu mmoja aligeuka, alimgeukia Mungu na Mungu akaanza kuzungumza naye. Toka kwenye mstari ule wa 6 pale na kuendelea mpaka karibia mstari wa 10 na kitu, Mungu anaendelea kujieleza kwa Musa. Anasema, hakika nimeona mateso ya watoto wangu, mateso ya watu wangu wanaoteseka, wanateseka, wengine wanalia, wengine wanakufa, wengine wanaonewa, wengine wanafanya biashara ziendi, wengine yani mambo yamekuwa ni vuruvuru, hawaelewi nini kinaendelea. Lakini Mungu anajifunua kwa Musa, anawaambia, nimeyaona mateso yao na leo mimi nimeshuka ili nipate kuokoa. Mungu anamwambia Musa wakati anaondoka hapa, anaenda kuambia ndugu zake ya kwamba Mungu amenituma niwaeleze leo ya kwamba ameshuka ili apate kuokoa na hayo mateso, apate kuondoa kwenye mikono ya Farao. Na jioni leo nataka nikwambie mtu wa Mungu wa mahali hapo ya kwamba usiogope hayo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako, usiendelee kulia juu ya hayo ambayo yanakutokea. Jioni leo nakupa habari njema ya kwamba Mungu ameshuka ili apate kukuponya, ili apate kukuinua, ili apate kukufungua. Taabu na vikwazo na mateso yote mwenyewe ameshuka ili apate kukuinua. Unapokwenda nyumbani kwako, inawezekana umeacha mgonjwa, inawezekana mume wako amekuacha, inawezekana amani kwenye ndoa haipo, kuna roho ipo imesababisha mume wako asikuwe na amani kwako, mume wako regazoseke chona milasa. Lakini jioni leo kwa neno la Yehova, kama Baba aishivyo, maana amesema ameshuka, ashuke kwenye ndoa yako, ashuke kwa watoto wako, ashuke kazini kwako, ashuke kwenye maisha yako. Chochote ambacho kimekutesa kwa muda mrefu,
wamekuuliza kwa muda mrefu. Yawezekana majirani wanakutukana, wanakusema vibaya, wanakubeza kila unavyoitwa leo, na kwa maneno yako umekata tamaa. Nataka nikwambie leo, usikate tamaa. Baba yako ana nguvu kuliko wao. Baba yako anaweza kuliko wao. Yeye ndiye ana mamlaka, anaweza kubadilisha mifumo ya kila aina yoyote kwenye maisha yako. Nataka nikwambie leo, Mungu alimwambia Musa ya kwamba nimeshuka niwaponye, viwete watatembea, viziwi watasikia, walemavu watapata nguvu, watakwenda, wasiozaa watazaa watoto, wataonyesha. Hiyo ndio habari njema kwenye maisha yako. Kazini kwako Bwana atakutawala, atatawala mipaka yako. Mizimu itaachia baraka zako. Wadhoraga zosenda menata, majini mahaba yatakukaribia tena. Walioroga mipaka yako jioni ya leo kwa neno la Bwana lazima wakafalakane. Mara yeye kwa neno lake amesema usiogope, maana ameshuka. Usiogope, Baba ameshuka kwenye maisha yako, ameshuka. Usiogope wala usilie tena, aliyekuumba ameshuka. Usilie tena, maana anasema umeona haya. Usiogope mwanangu. Wewe unaposikia habari hizi, ni kuanza kumgeukia Mungu sawa sawa. Inawezekana ulikuwa sio mtoaji, inawezekana ulikuwa ni mchelewaji kwenye ibada, inawezekana ulikuwa ni mtolo kwenye ibada. Unapomgeukia Jehova, unamwambia Mungu, naanza moja leo, ibada yangu inaanza moja, wokovu wangu unaanza moja. Unapomwambia maneno haya, Mungu naye anasema ya kwamba naanza moja kwenye moyo wako, naingia upya kwenye moyo wako, naanza leo pamoja na wewe, naanza leo kwenye ndoa yako. Nataka nikwambie leo, mambo yatabadilika, mifumo itabadilika, neno itaonekana, magonjwa yataondoka, mapepo yataondoka, ndoto mbaya kwako zitanyamaza wala hazitokuwa hai tena. Yesu, makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani Mungu ashuke kwenye maisha yako. Neno hili limekuja kwa ajili yangu, wala sio kwa ajili yako, lakini unaweza ukalifanya neno kwako ukipenda. Lakini moyo wangu unaamini neno hili likonya morasa kafara limeshuka kwenye maisha yangu, likafanya jambo jipya kwenye huduma yangu, likafanya jambo jipya kwenye maono yangu. Kuna mambo yananyamaza kwenye maisha ya watu kwa sababu kuna watu wamefanya vikao vyao kwenye mwezi, wengine wamefanya vikao vyao kwenye makaburi, wengine wamefanya vikao vyao njia panda, wengine wamefanya vikao vyao mahali pa giza, ya kuharibu maisha yako, ya kuharibu kile ambacho umekianzisha, ya kuharibu mtazamo wako, ya kuharibu kile ambacho ulichonacho. Ni kweli mambo yanaharibika kwa sababu wanapofanya vikao vyao, na ndio maana Biblia inasema ya kwamba hatimaye na mahodari katika Bwana, vaeni silaha zote zilizo za Mungu ili tukapate kushindana siku ya uovu. Nataka nikwambia mtu wa Mungu, kuna uovu unaandaliwa kwa ajili ya siku fulani. Kuna watu wameandaa uovu juu ya magonjwa, kuna watu wameandaa vifo vya ajali, kuna watu wameandaa mafarakano ya ndoa za watu. Wamekaa bunge zao, wanatoa na masadaka zao kwenye madhabahu za giza, wanaomba madhabahu za kichawi zifuate mikono yako, zikaribu vile ulivyo navyo, ubaki kama ulivyo. Kazini kwako migogoro, ulichokifanya kisilete matokeo. Yale maroho yanasimama katika hali ya uaminifu kwa sababu ya ile nguvu ya sadaka zao. Nataka niseme jioni ya leo, inawezekana kuna magumu kwenye ndoa, inawezekana biashara kazini, inawezekana chochote, inawezekana umekuwa ni mtu wa kuumwa kila leo, inawezekana umekuwa ni mtu wa kupokea taarifa mbaya kila inavyoitwa leo. Nataka nikwambie mwanangu, nataka niseme jioni ya leo kwa watakatifu wa Bwana ambao Mungu amewapa neema kuwepo kwenye ibada yake. Leo ameshuka kwako, leo utashuka kwenye maisha yangu, leo utashuka kwenye yako, leo utatembea kwenye kanisa langu, leo utashuka kwenye madhabahu ya Bwana mahali hapa. Nataka nikwambie leo, inawezekana katika ulimwengu wa roho wachawi na waganga wakasimama njia panda, wakasema ya kwamba kanisa hili lisio na watu. Jioni leo nataka niwatangazie, wachawi popote walipo nawasikia, roho za giza popote zilipo nazisikia. Yesu ameshuka jioni leo kufungua mipaka mahali hapa. Kanisa la Bwana lazima
lazima liende, kanisa la Bwana lazima lisimame, mikwamo lazima ing'oke, lazima iondoke kwenye malango ya Bwana. Nataka niseme jioni leo, ukiona mahali Mungu ameweka kanisa, kuna watu wanaroga zosena melata, anataka wawepo kwenye madhabahu hii. Kuna watu wanatakiwa kuponywa, maana wamefungwa na nguvu za giza, maana wamefungwa na magonjwa. Bwana akaona ya kwamba ili waweze kupona watu hawa, ili waweze kufungua watu hawa, Pita lazima atoke mbali, awepo mahali hapo, akaweke madhabahu ya Bwana, ili pakawe ni sehemu ya makimbilio ya watu wengi. Jamani, jioni ya leo kanisa la Bwana, kama Baba alivyosema ya kwamba tunatakiwa kugeuka, anapolitazama kanisa aone hawa watu wamegeuka, wananitaka mimi na nguvu zangu, wanamtaka Mungu na uweza wake. Mungu akishuka kwako, anashuka mzima mzima, atashuka na nguvu zake, atashuka na uweza wake, atashuka na uumbaji wake. Chochote kilichosimama kinyume na Mungu lazima kitaanguka. Na jioni ya leo ninawaambia kwamba lazima watadondoka, maana Bwana ameshuka. Lazima watanoka, maana Bwana wameshuka. Lazima wataondoka kwenye ndoa yako, maana Bwana ameshuka. Lazima uachiliwe huru, maana aliyekutoa kwenye viuno vya wazazi wako ameshuka jioni ya leo. Na ndio maana amesema kwa kinywa chake, hakika nimeona mateso yako, nami nimeshuka ili nipate kukuokoa. Amen. Tamani Mungu kutokee.